nikishawahabarisha niwaombe viongozi tuwaache wanachama wale watakao kuwa wameamua kuokota fomu na kugombea. Wacheni wachukue fomu. Ndio. Wachujeni kwa kupitia haki. Wateueni kwa haki. Ili waende wakagombea. Wanachama wenyewe watawapigia kura watu wanayemtaka. Vikao vyetu vya ngazi zote tuwatendee haki wanachama watakao kuwa wanaomba kugombea. Jambo likishafika la uchaguzi tayari zinaanza nongwa. Hata hivi sasa ninavyosema si ajabu tayari. Maana safari hii balozi kapata baiskeli basi imekuwa nongwa. Nimeshaanza kumtia kumsukuma yule balozi. Hafai kabisa yule. Haya umeona toka alipochagua kwamba alikuwa hafai. Ulipata kumuita kwa balozi, mbona unaonekana wewe ufanye kazi? Leo ndio unaona hafai. Ni kwa sababu tu wewe unamtaka. Acheni biashara hii. Acheni watu waokote fomu wagombee. Wamchague mtu wanayemtaka kuongoza. Wagombee waombe nafasi wanazozitaka, wapelekezeni wateueni. Kama hawana dosari wacheni wagombee, wanachama watawachukua. Chama cha Mapinduzi kimetoa mwelekeo. Dr. Samia Suluhu Hassan amesema yeye amechoka chama hiki kutukanwa. Ninapofanya hivi viongozi matendo huku yasiyoeleweka kinatukanwa chama chetu. Sasa tumekubaliana kwenye kamati kuu. Ole wako wewe kiongozi unayepanga safu yako kwa maana ya kutaka watakaogombea. Acheni ubinafsi. Nina mashaka hawa wanaokuja sio viongozi, ni wanachama tu. Wanachama wanasimama wanapiga kelele. Tujirekebishe.
Ukigundua tutakuomba utupishe ili nafasi yako sisi moyo. Kina mama huyo, viongozi huyo, lazima tuelezane ukweli. Chama chetu tunatakiwa tujinyonyoe, kisiwe kinatukanwa. Tumesikia tume ya Jaji Chande, tulimsikia anapozungumza, anapowasilisha ile taarifa ya tarehe 29. Tulimsikia akisema moja ya sababu ya baadhi ya wanachama wa CCM ambao hatukuwateua, inawezekana kwa kupigwa fitina tu ndo hakuteuliwa, akakaa pembeni tukamwacha. Hao walikwenda kuungana kwenye kundi la usaliti. Sasa sisi tumesema, si tumeshaambiwa na Jaji Chande, kwa nini tuendelee na hiyo? Tunajinyonyoa upya, tunasema ole wako mwenzetu atakayefanya hayo. Sisi moyo. Mwenyekiti ninasema uongo kwenye neke hajasema. Maana tulikuwa naye kwenye kikao cha halmashauri ya taifa Zanzibar. Haya ni maelekezo ya chama kwamba tujitathmini, tujinyonyoe, tunakosea wapi, tunavuruga vipi, ili tujisafishe, wanachama warudi watupende sisi. Sisi moyo. Acheni fitina. Acheni kutumiana mishale sasa hivi. Unajua viongozi walioko madarakani sasa wameshaanza kupigwa marungu, maana huyu mwenyekiti wa wilaya huyu hatufai. Kama hafai saizi, wewe kamati yako ya siasa ya wilaya ulishamuita, mlishamzungumza huyo kwenye kamati yenu ya siasa kwamba hafai, mnapiga fitina kwa sababu tayari una mtu wako unaweza kuja. Mwacheni huyu atasimama na wagombea wengine watakaoteuliwa. Huyu hapana. Acheni hizo fitina za saa hizi kupigiana maudongo kwa sababu tu uchaguzi umekaribia. Hapana. Kama huyu alikuwa anakosea, maana hata wewe mjumbe wa kamati ya siasa ukikosea, kama alikuwa hafai yule mwenyekiti wangu wa yule mwenyekiti wa wilaya huyu, toka mlipomchagua si miaka 5 sasa, mlipata kumuita kwenye kikao kwamba kuna kitu anashindwa kufanya, ama mlipata kumuita alafu mnasema hafai, hata yeye hafai kwa sababu hilo mnataka. Mmekwenda naye miaka 5, amefanya kazi. Wanachama ndio wanaojua amefanya kazi nzuri au mbaya. Akigombea, mpeni sifa zake zile anazostahili. Na wanachama wale wengine mnamuongezea wanachama atakao kuwa amegombea, mnatuletea majina sisi kule tunawateulieni kwamba haya basi hao waende washindane, akashindwe kule ambapo atakapokuwa. Wewe ukabe kwa nini? Unanielewa? Wewe unanielewa? Mimi nimewafahamu vizuri, maana muona mnachangamka, najua pana neno.